Unajua kama watu wengi wanavuta umaskini kwa sababu wanasahau pesa ndogo walizonazo. Unaweza kuzani shilingi 100, 500 au 1000 haina maana kubwa yoyote kwenye maisha yako. Kwa kiwango kikubwa, pesa nyingi hupotea polepole kupitia matumizi madogo madogo ambayo watu wengi hawayazingatii. Kuna kijana mmoja alipokuwa chuo, kila siku alikuwa akitumia shilingi 2000 kununua vitu vidogo vidogo kama vile soda, pipi, biskuti na vitafunwa mbalimbali. Ilionekana kama ni pesa kidogo tu kulingana na bei ya hizo bidhaa kuwa ndogo. Lakini siku moja aliamua kufanya hesabu. Aligundua kuwa kwa mwezi alikuwa ametumia karibu shilingi 60,000 kwa kununua vitu vidogo vidogo mara kwa mara bila mpangilio. Akaamua kuacha hiyo tabia. Akaanza kuweka pembeni ile 2000 aliyokuwa anaitumia kila siku kununua vitu vidogo vidogo bila mpangilio. Baada ya kununua, akawa anaitunza hiyo pesa kama akiba yake ya kila siku. Baada ya miezi kadhaa, alikuwa tayari ana akiba ambayo ilimsaidia kununua kitu cha maana zaidi. Hapo ndipo aligundua kuwa pesa ndogo zikisimamiwa vizuri zinaweza kuleta mafanikio makubwa. Leo nitakufundisha njia 5 za kusimamia pesa ndogo. Njia ya kwanza, anza kuweka akiba kidogo kidogo. Usisubiri kuwa na pesa nyingi ili uanze kuweka akiba. Hata shilingi 100 au 500 ukiiweka kila siku inaweza kukusanya kiasi kikubwa baada ya muda. Akiba ndogo ndogo ndio msingi wa utajiri mkubwa. Ukitaka kuamini, chukua 100,000 alafu toa 100, haitakuwa tena 100,000. Na hii ndio nguvu ya pesa ndogo. Njia ya pili, andika matumizi yako madogo unayoyafanya. Watu wengi wao wanajua matumizi ya kuandika ni matumizi makubwa kama kodi, ada, lakini hawajui pesa ndogo zinaenda wapi. Ukianza kuandika kila siku matumizi, hata kama ni 1000, utaona matumizi yako halisi. Kama unapenda kujifunza kuhusu biashara, ujasiriamali, uchumi, uwekezaji na kujitegemea kifedha, subscribe sasa kwenye channel hii kwa sababu kila video tunayoupload ni fursa ya kujifunza kitu kipya. Tuendelee. Njia ya 3, punguza matumizi yasiyo na lazima. Vitu vidogo kama soda, biskuti, chocolate na matumizi ya haraka haraka vinaweza kuonekana havina madhara, lakini vikijirudia kila siku vinakuwa ni mzigo mkubwa wa matatizo ya kifedha. Njia ya 4, epuka madeni madogo madogo. Madeni mengi makubwa huanza na mikopo midogo midogo. Ukikopa 2000 leo, 5000 kesho, baada ya muda unajikuta umerundika madeni mengi zaidi. Ukiepuka mikopo isiyo ya lazima, utalinda na kuokoa pesa zako. Njia ya 5, tumia budget rahisi. Hata kama kipato chako ni kidogo, bado unahitaji budget. Budget inakusaidia kupanga kiasi gani utatumia kwa matumizi yako kwenye akiba, kulipa madeni ama uwekezaji. Budget ndogo hujenga nidhamu kubwa ya kifedha. Ukijifunza kuheshimu shilingi 100 leo, kuwa na uhakika hata ukipata 100,000 utaweza kuisimamia vizuri. Anza leo, weka akiba kidogo, punguza matumizi yasiyo ya lazima, epuka madeni yasiyokuwa na lazima na hakikisha pia unatumia budget. Utaona jinsi pesa ndogo zinavyoweza kubadilisha maisha yako kwa hatua kubwa. Anza sasa. Hili ni darasa la biashara na ujasiriamali. Asante.